mnavyojua hali ya ulimwengu sasa hivi imetaharuki. Maeneo mengi ukifuatilia kule Italy, hata ibada hazipo tena kwa ajili ya ugonjwa huu wa corona. Marekani na yenyewe ina maambukizi mengi sana ya ugonjwa, ila wanaoongoza kufa ni pale Italy. Lakini pia kuna Hispania na wenyewe wanazidi kuongezeka na wengi wamekufa sana. Lakini pia hata nchi za Kiafrika kama South Africa kuna baadhi ya vitu ambavyo wamesitisha kufanya. Lakini Kenya wameamua sasa kuanzia saa 12 na kuendelea hakuna kutoka tena, watu wakae nyumbani kwa ajili angalau kupunguza ili wimbi la corona. Lakini pia jana walitangaza kuna watu kama 7 ambao wameongezeka pale Kenya. Lakini katika taifa letu la Tanzania, Mungu ameendelea kuwa mwema kwetu, ameendelea kututetea, ameendelea kutupigania. Nilikuwa namsikiliza waziri wa afya, amesema hatuna maambukizi yoyote ya ndani, kwamba wote ambao wameathiriwa na ugonjwa ni wale ambao walisafiri. Watanzania wako 8, lakini ambao walisafiri kwenda nchi mbalimbali ambazo zina hili tatizo. Lakini pia wageni wa kutoka nchi hizo za mbali wako kama 4 wamefika 12 Arusha. Mungu alimponya na hata sasa anaendelea vizuri. Lakini jana ametokea mtu mmoja pale Zanzibar kwamba amegundulika pia na ugonjwa, lakini sio Mzanzibari, ni mtu mweupe ambaye alitoka katika nchi nyingine. Kwa hiyo wakati waziri wa afya anazungumza yale, nilimtukuza Mungu sana kwamba Mungu bado amekuwa mwema kwetu. Mungu ameendelea kututetea, Mungu ameendelea kuitunza Tanzania. Tuendelee kumuomba Mungu ili hali hii isiwepo kabisa. Na Mungu ni mwaminifu sana kwamba katika haya yeye ataingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanzo asubuhi tulisimama kwa muda mfupi kumshukuru Mungu na kumsihi Mungu kwamba aendelee kutunza Tanzania na kuwaponya wale ambao ni wagonjwa, lakini Afrika Mashariki, Afrika mpaka kwa dunia kwa ujumla, ya kwamba ugonjwa huu ifikie mahali uondoke kabisa, na wale ambao wameathiriwa na ugonjwa huu wapokee uzima. Hebu naomba tumshukuru Mungu. Simama tumshukuru Mungu. Baada ya hapo tuombe Mungu kwa ufupi kwa ajili ya kuomba ulinzi. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, umestahili kuinuliwa, umestahili kutukuzwa. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu ambaye uko karibu. Hata mwanzo tulipolisikia janga hili ya ugonjwa huu wa corona, hapo unasumbua ulimwengu huu, lakini Mungu wetu na Baba yetu tulikuomba na tukakusihi. Wakati mwingine tulitubu na kuomboleza sawa sawa na neno lako lilivyosema, na tukasimama na neno lako. Maana umesema ikiwa watu wangu walio jina langu wakinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso, unasema nasikia kutoka mbinguni. Sasa Baba, tumekuona ukisikia, umeiponya nchi yetu, umeilinda nchi yetu, na sasa tunaona hakuna maambukizi yoyote ya ndani ambayo yametokea. Hakika wewe ni Mungu unastahili kuinuliwa. Tunalitukuza jina lako na kuliinua jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Asante pia kwa ajili ya wakati huu. Tunaendelea kuweka ulimwengu mikononi mwako. Na Baba, ninasimama kinyume na maambukizi ya corona katika ulimwengu, katika nchi mbalimbali. Hizo roho zishindwe katika jina la Yesu. Maana kama wataalamu, madaktari mbalimbali, wanasayansi mbalimbali wamefikia mwisho, hawana cha kufanya, lakini yuko Mungu mbinguni uliyeketi kwenye kiti chako cha enzi chenye uwezo na nguvu na mamlaka. Wewe ukisimama ukisema hapana, itakuwa hapana. Baba, simama tena katika ulimwengu huu, simama katika dunia, simama katika Afrika, simama Afrika Mashariki.
kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuseme nini Mungu wetu? Tunayakabidhi yote kwako, maana wewe ni ngao na tumaini letu. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Tunaweza kukaa. Naomba tukae sasa. Naomba tuende moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Na ujumbe wangu mchana wa leo ni ujumbe ambao nimehubiri asubuhi. Ujumbe ambao nimehubiri asubuhi ni ujumbe unaosema ya kwamba hitaji nguvu za Mungu zikusaidie katika maisha yako ya kiroho. Hitaji nguvu za Mungu ili zikusaidie katika maisha yako ya kiroho. Tunapoongelea maisha ya kiroho, ni maisha yanayoishi, na pasipo nguvu za Mungu hatuwezi kuweza kuishi katika ulimwengu huu. Maana tunaye adui ambaye ni Shetani, ambaye yeye mara nyingi anasimama kinyume na maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunazihitaji hizi nguvu za Mungu ili zitusaidie. Na tunapoongelea nguvu huwa ziko za aina mbalimbali, na hata katika maisha ya kawaida, pasipo nguvu ya kiuchumi, pasipo nguvu ya kielimu, na hata pasipo nguvu ya kifedha, ni vigumu sana kufanya mambo ambayo yako mbele yetu. Lakini nini maana ya nguvu? Hilo ndio swali. Nini maana ya nguvu? Nimeandika vitu vichache, lakini wewe una maana nyingi. Mimi nimeandika nguvu ni hali ile ambayo mtu au taifa inakuwa nayo, ambayo itakusaidia au itasaidia kufanya kitu fulani katika taifa au katika huyo mtu. Lakini kama kuna aina nyingi za nguvu, nimechukulia kama taifa, kuna aina ya nguvu za kiuchumi, kuna aina ya nguvu za kijeshi, kuna aina ya nguvu ya watu na aina mbalimbali. Kama taifa lolote ambalo lipo linaongozwa na uongozi fulani, kama taifa la Tanzania, haliwezi kuwa na maendeleo kama taifa halijakuwa na nguvu ya kiuchumi. Maana nguvu ya kiuchumi ndiyo yenye uwezo wa kusaidia utawala au uongozi kupanga mipango yake ili kufanikisha mambo yaliyo mbele yao. Na kupitia nguvu ya uchumi, kwa mfano, kama taifa letu la Tanzania, tuna miradi mingi ambayo sasa ni njia ya treni ya gharama kubwa sana, lakini kwa sababu kulikuwa na nguvu ya kiuchumi ya kifedha, hiyo imetusaidia, na hata sasa tunaiona inafikia ukingoni kwa habari ya kumalizika. Lakini pia tunaona viwanda mbalimbali, lakini pia tunaona mabarabara na mahospitali mbalimbali yanajengwa. Ni kwa sababu ya nguvu ya kiuchumi kama nchi ambayo tunayo, ndiyo inatufanikisha kufanikiwa haya mambo ambayo yako mbele yetu. Lakini pia kama taifa linahitaji nguvu ya kijeshi, ambayo nguvu ya kijeshi itasaidia taifa ili ya kwamba taifa hilo liwe salama, ya kwamba watu wanaoishi katika nchi hiyo wawe salama. Na pasipo nguvu ya kijeshi ni rahisi sana hilo taifa kupigwa, na kabla ya kujua ya kwamba taifa hili linategemea silaha gani, na je, tukiingia kupigana nao, je, uwezo wao wa kupigana na sisi utakuwaje? Kwa hiyo kama nchi pia inahitaji nguvu ya kijeshi kuinua uchumi. Hiyo ninaongelea kwa habari ya nguvu za kawaida, ya maisha ya kawaida. Na hata leo hapa mimi ningekuwa dhaifu, ningekuwa sina nguvu za mwili, nisingeweza kuhubiri, hata ningekuwa na nguvu za kiroho. Jamani, tuko pamoja? Maana nguvu za kiroho huwa zinaenda sambamba na nguvu hizi za kimwili tulizo nazo. Lakini nimesimama hapa kwa sababu ninazo nguvu hizi. Kwa hiyo kama taifa tunahitaji, kama kanisa tunahitaji nguvu ambazo zinaweza kutusaidia katika huduma zetu. Kwa nini nimeandika kama taifa lisipokuwa na nguvu ya kiuchumi, ya kijeshi au la watu, ni ngumu sana kuendelea
kwa sababu haitakuwa na uwezo wa kukabiliana na mambo mbalimbali yaliyowazunguka ikiwemo maendeleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pasipo nguvu hiyo hakuna maendeleo yoyote. Maana pia pasipokuwa na watu hakuna watu ambao wanaweza kufanya kazi, na hata kanisa nenda na kupigana na adui yetu ambaye Shetani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwamba pasipo nguvu za Mungu katika maisha yetu ya kiroho, tuna tatizo la corona. Kama hatakuwa na nguvu za Mungu, kama hatamtafuta Mungu, ni vigumu sana ugonjwa huu kuondoka katika dunia. Lakini kupitia nguvu za Mungu, kupitia kumtafuta Mungu, Mungu ataonekana kwenye maisha yetu. Mungu atazuia hata ugonjwa huu unaosumbua. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Mungu zinapita nguvu zote. Haleluya! Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Hebu tuende sasa kwenye maandiko. Tuangalie Biblia. Tuangalie kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 9. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua ya kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofunguka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni hali wala hanywi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eneo hili tuliolisoma inaelezea kwa habari ya Sauli. Lakini hebu tumwangalie huyu Sauli ni nani? Huyu Sauli kwa sasa ndiye ambaye tunamwita Paulo. Sauli unaposoma au Paulo unaposoma historia yake, yeye alikuwa na wazazi ambao walikuwa wanafanya kazi kule Rumi. Na huyu Sauli au Paulo alizaliwa kule Rumi. Na kwa sababu alikuwa Rumi, wazazi wake walimfundisha sana sheria ya Torati akiwa mdogo kule nyumbani kwao. Lakini pia alipopata umri, huyu Sauli au Paulo kwa sasa alianza kufundishwa kwenye masinagogi kwa habari ya sheria, kwa habari ya Torati. Lakini alipomaliza, alipokuwa mkubwa, akaenda kusoma katika chuo chini ya Gamalieli. Kwa hiyo akamaliza elimu ya theology ya sheria akiwa farisayo wa mafarisayo. Lakini pia alikuwa ni msomi wa kawaida. Yeye alisoma mambo ya philosophy. Kwa hiyo alikuwa ni msomi mkubwa tu. Lakini sasa kwa sababu alisoma sheria, na ile sheria ilikuwa kinyume na injili ya Yesu, na Yesu alipokufa na kufufuka, kwa wale wasomaji wa Biblia wanajua ya kwamba Yesu alipofufuka akakutana na wanafunzi wake, na aliwaambia wasitoke Yerusalemu mpaka atakapopokea ile nguvu au uwezo wa Roho Mtakatifu, ili waende huku na kule kwa habari ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Lakini kuna jambo limetokea baada ya kujawa nguvu za Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu, kanisa la kwanza, wakaanza kuhubiri injili kwa nguvu nyingi. Udhihirisho wa Mungu katembea pamoja na wao.
wakaendelea kuhubiri, na kwa sababu waliendelea kuhani na viongozi mbalimbali wa dini ya Kiyahudi wakaja juu na kanisa, wakaanza kupanga namna ya kuliua na kumaliza kanisa, ya kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wa Yesu hawataendelea kuhubiri habari za Yesu Kristo. Unaposoma Biblia utaona mahali pengine Biblia inaonyesha ya kwamba alikamatwa Yakobo akachinjwa. Watu wa mambo yale yakaonekana ni mema sana kwa makuhani, ni mema sana. Petro alikamatwa mara nyingi sana kutupa gerezani. Lakini kuna jambo moja ambalo kanisa walilifahamu. Baada ya kuona upinzani mwingi, wao kitu walichokuwa nakifanya ni kutafuta uso wa Mungu. Wao wakaendelea kumtafuta Mungu, wakaendelea kuzitafuta nguvu za Mungu, wakaendelea kutafuta uwepo wa Mungu. Nguvu za Mungu zikawa zinatembea pamoja na kanisa, nguvu za Mungu zikawa zinatembea na mitume, hata pale ile siku ambapo makuhani wamekubali ya kwamba sasa nenda Dameski Paulo au Sauli kwenda kuwaua watu wa Mungu. Ngoja nikwambie, shetani hana uwezo wa kupigana na nguvu za Mungu. Jamani, tuko pamoja? Haleluya! Haijalishi mambo gani ambayo kwako unaona yako vigumu sana, haijalishi ni magumu ya kiasi gani, haijalishi ni nguvu za giza kiasi gani, lakini kama unamtafuta Mungu, kama unatafuta uwezo wake, kama unatafuta mamlaka yake, nataka nikwambie haya mambo na kuwasumbua siku moja yatakwisha. Haleluya! Jambo gani limetokea? Hili jamaa Sauli anakwenda Dameski ili kwenda kulitesa kanisa. Ghafla Biblia inatuonyesha ya kwamba sauti ikasikika ikisema ya kwamba Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Sauli baada ya kuangalia kushoto, kuangalia kulia, sauti kweli ameisikia, lakini yule mtu aliyesema hakumuona. Akaanza kumuuliza, nani wewe? Nani wewe Bwana? Maana Sauli alijua anafanya mambo ya Mungu, kumbe alikuwa hafanyi mambo ya Mungu, alikuwa anafanya mambo yaliyo kinyume na Mungu. Na kwa sababu watu wa Mungu walikuwa wanaomba, Mungu akaona sasa huyu aliye kinyume na kanisa ni mkamate, ili yeye awe chanzo cha kuendeleza kuhubiri habari zangu. Haleluya! Lakini nataka niaseme nini? Nataka nikuelezee kwa habari ya uwezo na nguvu za Mungu. Haleluya! Nguvu za Mungu haziweza katika ulimwengu wa roho, wa kudhoofisha kila kazi ya ibilisi, za kudhoofisha kila kazi zote za shetani. Ghafla Yesu anamwambia, ni mimi Yesu unaniudhi. Yule mtu ghafla akaanguka pu, na alipoanguka pu, ghafla haoni macho. Nini maana yake? Ya kwamba Mungu anapoingilia kati katika jambo, hakuna atakayesimama kinyume na Mungu anavyotaka. Jamani, tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja kwa watu wa Mungu? Amen. Muamini Mungu tu. Kumwambia Bwana na kuhitaji wewe. Kweli kuna 1, 2, 3 siwezi. Namshukuru sana jenerali wetu, rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Muda wote analiambia taifa tumuombe Mungu. Ni watu wachache sana, marais wachache, kiongozi mkuu kama rais baadhi ya mataifa kusema ya kwamba sasa tumuombe Mungu. Viongozi wa kanisa na watumishi mbalimbali tumuombe Mungu ili Mungu aingilie kati. Lakini Mungu wetu ambariki sana mtumishi wa kiongozi wetu rais, maana amejua katika Mungu yote yanawezekana. Kama Mungu ametenda nyakati zile za Sauli aliyekuwa analitesa kanisa la Mungu na akakamatwa, na hata ugonjwa huu utafikia mwisho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hata mambo haya yanakusumbua, hata mambo haya yanayohangaikia nayo, ambayo kwa sasa yanaonekana kana kwamba yameenda kushoto, lakini unapoendelea kupambana na kumwomba Mungu, siku moja hayo yatakwisha. Biblia inatuonyesha ya kwamba baada ya hapo nguvu za Mungu zikamkamata Sauli, na anamwambia sasa, Sauli, nenda huko mchini, utaelekezwa mambo ya kufanya. Na ukisoma habari zake baada ya pale, baada ya kupewa namna ya kufanya, yule mtu akabadilika.
Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo yanayokusumbua siku moja yatabadilika, hayatakuwa kama yalivyo sasa. Hata hali ya korona tunayoiona leo siku moja itaondoka. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tuendelee kumtafuta Mungu na nguvu zake, na ndiyo kauli mbiu yetu ya miaka 13 ya moto wa uamsho, ya kwamba tunamtaka Bwana na nini? Na nguvu zake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa tunahitaji kumtafuta Mungu ili Mungu aingilie kati. Huyu Yesu Kristo ambaye yeye alitenda kazi na kutembea na kanisa la kwanza, ishara na maajabu na miujiza ikatembea pamoja nao, huyu ndiye ambaye yupo hata sasa. Biblia mara nyingine inatuambia nyakati za mwisho mambo, udhihirisho mkubwa, udhihirisho wa Mungu utakuwa mkubwa. Pasipo kumtafuta Mungu na nguvu zake, ni vigumu sana kuishinda dhambi, ni vigumu sana kuishi katika maisha matakatifu. Maana shetani ndiyo adui yetu mkubwa, anayeharibu maisha yetu, anayetaka kututoa katika uwepo wa Mungu. Lakini kama tutatafuta nguvu za Mungu, nguvu za Mungu zitatushindia. Haleluya, amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa vile tuingie kwenye eneo fulani, wanasema kwa nini tuhitaji nguvu za Mungu? Why? Kwa nini? Maana tumeshaokoka. Kwa nini sasa tuhitaji nguvu za Mungu? Wokovu tu, kuokoka tu pasipo kumtafuta Mungu haitoshi. Baba, tuko pamoja? Amen. Yaani wokovu tu pasipo kumtafuta Mungu hakutoshi, kwa sababu tunayo vita. Unazo vita nyingi. Yaani ukiwa na wokovu alafu usimtafute Mungu, sawa sawa na askari ambaye ana SMG ameweka risasi 30 zimejaa, lakini anakuja simba haitumii ile risasi, ile silaha yake haitamsaidia. Wokovu wako pasipo kumtafuta Mungu haitakusaidia. Jamani, tuko pamoja? Lakini katika kumtafuta Mungu, Mungu yeye ana nguvu zote. Sasa kwa nini tuhitaji nguvu za Mungu? Kwa sababu nguvu za Mungu zina nguvu kupigana kinyume na nguvu za shetani. Kwamba nguvu za Mungu zina nguvu sana, zina uwezo mkubwa wa kushindana na kupigana na nguvu za shetani. Tuna nguvu nyingi katika ulimwengu wa roho ambazo zinasumbua ulimwengu. Kuna nguvu za kichawi, kuna nguvu za kiuchumi zinazozuia uchumi, kuna nguvu za magonjwa kama korona leo. Lakini kwa nini? Kwa sababu tuomwamini huyu Yesu ana nguvu zote. Haleluya, amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Naomba tusome kwenye Biblia sasa, kwenye kile kitabu kile cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 9 mstari wa 3 mpaka wa 4. Kama yuko kijana anaweza akasoma, ili tuende kwa haraka kwa ajili ya kufika mahali asubuhi. Kuna mambo ambayo sikufika. Matendo 9:3-4. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tuliposoma tunamwona Sauli amekwenda kwa wakuu wa makuhani, amekwenda kwa viongozi wa dini ya Kiyahudi, na amepewa kibali cha kwenda kulitesa kanisa. Lakini huku nyuma kuna watu wa Mungu wanamuomba Mungu, wanaomba nguvu za Mungu, na kwa sababu nguvu za Mungu zinapigana kinyume na nguvu za shetani na nguvu za ibilisi na mipango mibaya ya adui, zile nguvu zikamkamata Sauli ili mpango wake usifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapomtafuta Mungu na nguvu zake, zile nguvu zitaingilia kati ili ya kwamba zikusaidie wewe katika changamoto mbalimbali ambazo unakutana nazo. Nitakushangaa sana mtu wa Mungu, leo kuna mambo ambayo yanakukabili, lakini huna muda wa kumtafuta Mungu, huna muda wa kumwomba Mungu. Lakini nataka nikutie moyo mchana wa leo ya kwamba tafuta nguvu za Mungu. Kama kanisa la kwanza walimtafuta Mungu
kwa ajili ya kuhakikisha katika kipindi chote kigumu cha upinzani ulio kinyume na Injili, wao wakamtafuta Mungu na Injili ikahubiriwa, na hata kwa Afrika ikafika, Mungu akawatetea na kuwatunza. Huyo Mungu yupo hata leo. Unaposoma historia ya kanisa utaogopa. Wale watu walifanya bidii sana kuhakikisha Injili ya Yesu haitahubiriwa. Wakati mwingine wa kipindi cha Mfalme Nero, lifikia wakati ya kwamba watu wa Mungu walikuwa wanakatwa vichwa, na wanapopakatwa vichwa wanachomwa huku chini ya shingo, na kunakuwa na sherehe kubwa na ndugu zao wanakuwepo. Kwa hiyo wale watu wanainua, wanashika kama ni mkuki ambao umechomea kile kichwa. Kwa hiyo wanashika hivi ili kuwaonyesha ndugu ya kwamba ndugu yenu tumemuua, au ndugu zetu tumewaua kwa sababu ya Injili, wakiwa na maana wasiendelea nini na kuhubiri Injili ya Yesu Kristo. Lakini mahali pengine alifuga simba, na watu wa Mungu walikuwa wanakamatwa, wanatupwa katika simba ili wale watu waliwe na simba, ili Injili ya Yesu isihubiriwe. Lakini ashukuriwe Mungu wa Nazareti ambaye alijifunua ndani ya kanisa. Wao waliendelea kudumu, kumtafuta Mungu. Hawakuogopa mazingira, hawakuogopa kuteswa kwao, waliendelea kumhubiri Yesu Kristo. Na wewe mtu wa Mungu, kama utaendelea kumtafuta Mungu, huyo ataonekana kwenye maisha yako, hata kama mazingira yatakataa, hata kama watu watasema namna unavyosema, lakini ukiendelea kumtafuta Mungu, Yesu atasimama kwenye maisha yako. Haleluya! Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo tunaona nguvu za Mungu zilimkamata Sauli, mpango wake ukabadilishwa. Na hata shule ya wanafunzi, kwa wale waliokuwepo, kulikuwa na mpango mbaya sana kwa Wayahudi ili wauliwe. Lakini mtu mmoja jasiri, Mordekai, akamwambia Esther, kwani wewe haujui ya kwamba Mungu amekuweka kwa wakati kama huu? Wewe usipomtafuta Mungu, wewe na nyumba yako utaangamia, lakini sisi Mungu atatafuta namna ya kutuokoa kwa faida, ili ya kwamba mambo mabaya yanapotokea, wewe usimame nayo kinyume, ili majibu mazuri yatokee. Haleluya! Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wewe Mungu hakukuweka ya kwamba mambo mabaya yanapotokea ulie. Hapana, wache walie watu wa duniani, wache walie watu wa duniani, wewe mtafute Mungu tu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nampenda sana huyu Mungu, penda sana huyu Yesu Kristo. Anawaambia wanafunzi wake, mimi nitakuwa nani hata ukamilifu wa dahari. Yupo katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu za Mungu zinapigana kinyume na nguvu za adui. Kwa hiyo zitafute nguvu za Mungu, tafute Mungu na nguvu zake, ili atembee pamoja na wewe. Lakini pia unapomtafuta Mungu na nguvu zake, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Nguvu zake zitatembea pamoja na wewe, mamlaka yake itatembea pamoja na wewe, uweza wake utatembea pamoja na wewe. Maana nguvu za Mungu ni Mungu. Iko kule Dar es Salaam, na ninapoongelea nguvu za Mungu ni kwa kila mtu aliyemwamini Yesu, aliyempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Akimtafuta Mungu, zile nguvu zake zitakuwa katikati yake. Jamani, tuko pamoja? Nguvu za Mungu sio tu kwa ajili ya wachungaji au maaskofu au watu fulani. Nguvu za Mungu ni za kila mmoja ambaye yuko tayari kumtafuta Mungu na kumruhusu Mungu ya kwamba atembee pamoja na yeye. Mungu anakuja kuweka makao, na kama ataweka makao katikati yako, jambo gani ambalo litamsumbua Mungu? Hakuna. Niliwahi kusema, niseme tena, nilikuwa pale Dar es Salaam Mabibo, nilipanga nyumba fulani. Wewe ambaye uliwahi kusikia mambo haya usipate shida, lakini nikwambie, nakumbuka wakati nimelala usiku, ghafla nasikia kuna sauti inaniambia niamke. Huwa napenda sana kukaa na Roho Mtakatifu sana, na natamani anaposema kwa wakati wowote na mazingira yote niwe tayari. Amka. Nikaamka, nikatulia kitandani. Baadaye naona hakuna chochote ninachokiongea. Nikaja kwenye kiti kidogo,
hakuna chochote ambacho amekisema. Ghafla nasikia kwenye dirisha, nasikia prum prum, kuja kufumba na kufumbua. Ni wanga. Mama mmoja na mtoto wake wako uchi. Yule mama amefunga kitambaa hapa, lakini yule mtoto wake yeye alikuwa uchi kabisa. Na kwa sababu inarushwa, sikwambii huyo mama alikuwa ni nani, lakini alikuwa ni mke wa mchezaji mmoja wa timu kubwa hapa Tanzania. Amemwacha mume wake, amevaa nguvu nyingine, anakwenda kuleta shida kwa watu wengine. Lakini Yesu ashukuriwe kwa sababu ametupa nguvu zake. Haleluya! Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana nina ujasiri wa kumhubiri Yesu na nguvu zake. Haleluya! Wameingia. Nikamwambia karibuni mpendwa, mnasemaje? Ni watu sasa. Kaka samahani. 1 2 3. Nikamwambia mlipoingia huko mmekutana nini? Nikamwambia ghafla zile nguvu tulizoingia nazo zikaisha. Nikamwambia yuko mwenye nguvu mmoja, Yesu. Je, mpo tayari kumpokea leo afanyike Bwana Mwokozi wa maisha yenu? Maana tuko pale tunazungumza na hawezi kuondoka. Ningeamua nifunge funguo pale kwenye mlango wangu nibaki nani mimi nilale. Ina maana ningeamka nao asubuhi. Nataka nikuongelee kwa habari ya nguvu zake. Take Bwana na nguvu zake. Haleluya. Tenga muda kumtafuta Mungu. Kweli tuko bize sana. Tuna mambo mengi sana yanatukabili, lakini kuwa na muda na Mungu, wa kumhitaji Mungu atembee pamoja na wewe. Lakini mwisho nikwambia kwamba ile ndoa yao ilivunjika. Maana ikamlazimu yule mama sasa aende kama alivyo. Bahati mbaya mama yake mzazi na yule mama alikuwa ni mchawi, kwa hiyo ikabidi aende kule auambie. Maana aliwaambia walikuwa wanakuja watu walishindwa. Kwa hiyo nikituma mimi kwa sababu ni mkubwa, ningeshindwa mimi angekuja mama. Kwa hiyo basi naomba unisamehe. Akaenda kwa mama yake huko, alichokifanya amekifanya, amebadilisha hizo nguo, akaenda kwa mume wake. Ibidi sasa mfungulie. Maana yuko ndani na mambo kule ndani umefungwa. Mtoto wake anambia baba, sisi tulikuwa tunaendaga mara kwa mara tunakuacha hapa nyumbani. Kwamba katika ulimwengu wa roho zipo nguvu nyingine zilizo kinyume na nguvu za Mungu ambazo zinatupinga sana kwenye maisha yetu. Lakini kupitia nguvu za Mungu ziko juu ya nguvu zote. Haleluya. Kwa hiyo ukimwamini huyo Kristo na kutafuta nguvu zake zitatembea pamoja na wewe. Yule jamaa mbaya zaidi, yule ndugu yangu ambaye alikuwa ni mke wa yule jamaa, alikuwa anakaa kwa mwanamke. Asubuhi akabeba begi lake akaondoka. Lakini kwa nini nataka nikwambie hiki? Uangalie jinsi ya upendo wa Mungu kwako. Yesu hakukuokoa alafu akakuacha kule. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unapomtafuta Mungu, nguvu za Mungu zitatembea pamoja na wewe kukusaidia. Kulikuwa na kijana anamfundisha kabatiza leo. Sitakwambia jambo lake, tatizo lake ni nini. Lakini aliniambia kitu kigumu sana. Na vilinisononesha sana moyoni. Baada ya kumfundisha nikamwombea. Jana ananiambia, mchungaji, sasa niko vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Nguvu za Mungu zina uwezo. Yesu akafikia mahali anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta. Nguvu za Mungu zina uwezo wa kuwafungua wenye dhambi. Nguvu za Mungu zina uwezo wa kuwafungua wagonjwa. Nguvu za Mungu au upako wa Mungu una uwezo wa kuwasababisha watu kuishi maisha matakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana ambayo tuko kwenye ulimwengu huu na bado tuko kwenye mwili huu ambao una ushawishi mkubwa, lakini nguvu za Mungu zitatushindia. Na mwezi wa 4 mpaka ule wa 7. Yes. Na kusoma tuna Mitume sura ya 3 mstari wa 4 mpaka ule wa 7. Kwanza mstari wa 4. Ndio. Matendo ya Mitume sura ya 3 kwanza mstari wa 4. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamwinua. Mara nyayo zake na vifungo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii habari tuliyosoma, wewe nafikiri msomaji wa Biblia unaifahamu. Lakini ni watu wa Mungu hawa. Ni Petro na Yohana
kama ilivyo kawaida yao, walikuwa wanapenda sana Mungu na walikuwa wanapenda sana kutafuta muda wa kukaa na Mungu. Nikuombe tena mtu wa Mungu, kuwa na muda wa kukaa na Mungu, kuwa na muda wa kumpa nafasi ili uzungumze naye. Hao watu wa Mungu walikuwa wanaenda hekaluni na walikuomba sadaka, na waliomba sadaka kwa muda mrefu wakiwa na upako wa Roho Mtakatifu. Walipofika pale, inawezekana walivaa kanzu nzuri, na yule ndugu alitegemea kwamba sasa watu wa Mungu wanaingia hapa, nitapata fedha. Biblia inasema nilipofika pale, yule mtu wa Mungu, yule mtu anayeomba sadaka akawaangalia Petro na Yohana akitegemea kupata kitu kwao, lakini Biblia inasema Petro hali amejawa nguvu ya Mungu, amesema kama unavyotuona hatuna fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Ghafla yule mtu akashikwa mkono, akafunguliwa ule mavu wake, uwete wake ukaanguka pale, kwamba huyu mtu anayemtafuta Mungu, zile nguvu za Mungu zitatembea katikati ya maisha yake. Naogopa nguvu za giza, unaogopa wanga. Mimi ninahama pale kwa sababu usiku silali, ninahama pale kwa sababu kuna magandamizi, ninahama pale kwa ajili ya 1, 2, 3. Lakini nataka nikwambie ya kwamba yuko Yesu wa Nazareti mwenye nguvu zote. Endelea kumtafuta yeye. Nataka nikwambie hakutakuwa na nguvu yoyote ya giza itakayokusumbua. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Hao walikuwa ni watu kama sisi ambao walisimama katika kanuni za Yesu, ambayo Yesu aliwapa kanuni hizo, ya kwamba katika maisha yao wamtafute yeye, na yeye alionekana katika maisha yao. Huyo yupo kwa ajili yao, ili nguvu zake zitembee pamoja na wewe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo usiogope kabisa. Lakini pia tunapotafuta nguvu za Mungu, atasababisha hofu ya Mungu itawale ndani ya maisha ya watu, kwamba tunapomtafuta Mungu na nguvu zake na uwezo wake, kumpenda Mungu kutaongezeka. Unajua watu ambao hawamtafuti Mungu, kumpenda Mungu hakuko kwa kiwango cha juu sana, na ndio maana na uwezo wa kufanya kitu chochote na kikitaka. Siku hizi zinaa imekuwa ni kitu cha kawaida, lakini huyo mtu ameokoka. Uongo ni kitu cha kawaida, ugomvi, hasira, chuki ni vitu vya kawaida. Hofu ya Mungu haipo. Kwa nini? Ni kwa sababu watu hawa hawataki kutafuta viwango vya juu vya Mungu, ili nguvu ya Mungu imsaidie kuingia ndani ya ukee katika maisha yake, ili hofu ya Mungu itawale katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nasikia vibaya sana naposikia mtu ameanguka, iko katika kiwango cha chini. Shetani huwa kazi yake kubwa ni kuleta uharibifu. Imetuko pamoja. Amen. Katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Yesu anasema mwivi haji ila aida haribu na kuchinja, bali mimi nalikuja ili mwe na uzima, tena mwe nao tele. Kazi ya shetani kuleta uharibifu. Lakini pia katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba atendaye dhambi ni Ibilisi, lakini mwana wa Adamu alikuja ili kuzivunja kazi ya Ibilisi. Tunapomtafuta huyu Yesu ambaye ni mwana wa Adamu, nguvu zake na uwezo wake, una uwezo mkubwa sana wa kuharibu kazi ya Ibilisi katika maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo ili tuwe na hofu ya Mungu, ni lazima tumtafute Mungu. Kwa kumtafuta Mungu, uovu utaondoka kwenye maisha yetu. Kwa kumtafuta Mungu, Mungu ataweka uovu wazi. Kwa kumtafuta Mungu, tutakuwa na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu itatawala kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Wapo watu wengine wakisafiri wakaenda Amerika au katika mkoa mwingine asiyojulikana, anafanya mambo ambayo yeye anaona afanye, lakini yuko Mungu yeye anayeona. Anatamani mahali popote umtafute Mungu. Haleluya. Amekuja mgeni leo, nilikuwa naye kule ofisini, nimempenda. Akaniambia nimekuja hapa mimi tangu mwezi wa 10.
Kwa hiyo nikawa nakuja naondoka. Na barua yake kwa mchungaji wake, alikuwa ni mzee wa kanisa huko alipotoka. Ndio nakuja naondoka. Nilikuwa nataka nione mafundisho, kwamba mafundisho gani yanayofundishwa ambayo yanaweza akanisaidia mimi kwa habari ya maisha ya kiroho. Kwamba huyu mtu anaonekana mtu ambaye anamtafuta nani? Mungu. Anatamani kukaa mahali paliko sahihi. Lakini leo hii wako watu wanaovutwa na upepo. Akisikia kwamba leo kuna mafuta yupo. Akisikia leo kuna huduma ya hasari yupo. Akisikia leo kuna ukanyaga mafuta yupo. Ni kwa nini? Kwa sababu ile hali ya kumtafuta Mungu hakupo. Na katika hiyo shetani amejitwalia sana watu. Watu wengi wameyumbishwa sana na imani. Ni kwa sababu ikiwe mtafute nani? Mungu. Ile Christmas niliitwa kuendesha semina pale Dar es Salaam. Sema tu kwa ajili ya mambo fulani nikasababisha mimi nisiende. Yule ndugu akaniambia, "Mchungaji, nataka uje." Niliwahi kufanya huduma kipindi fulani. Yeye amezungukwa na ministry. Sasa ile ministry ambayo iko pale kipindi hicho ilikuwa watu wakanyaga mafuta. Tulikuwa na mahubiri, tulikuwa na semina mchana, jioni ilikuwa na huduma ya maombezi na ushauri. Kwa watu wengi sana walitoka kwenye ile ministry na watu wengine wengi waliokoka wakaja pale kanisani. Sasa kuna huduma nyingine ambayo na yenyewe ina huduma ya asali. Wapo watu wanachukua maandiko alafu wanatumia vibaya, na kwa sababu watu hawamtafuti Mungu wanapeperushwa kama upepo. Kwa nini? Kwa sababu iliandikwa nchi ile ya Kanaani imejaa maziwa na asali. Kwa hiyo leo ukinunua asali, baraka za Mungu zitakutokea katika maisha yako. Hebu mtafute Mungu. Achana propaganda zinazohubiriwa za ushawishi ya kukutoa wewe katika kweli ya Mungu. Unapokaa na Mungu na kumtafuta, hofu ya Mungu ikaomba. Hebu fungua Biblia yako sasa. Ndio kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 11. Yes. Inabidi tuanze tena kujifunza kufungua Biblia. 11. Mstari, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu? Watakuchukua nje wewe pia. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Bwana Yesu asifiwe. Eneo hili tulisoma na kueleza kwa habari ya Petro. Petro wakati akiwa na Petro ndiye aliyekuwa katika uwepo wa Mungu na kanisa likiwa linaombea huduma kama ilivyo leo. Wapo watu wameokoka lakini hawaishi maisha yanayopendeza Mungu. Maisha yao ni ya kujichanganya. Leo yuko kwa Yesu, kesho yuko duniani. Hayo maisha Mungu anayachukia sana. Hajisikii vizuri naye. Kwa hiyo hao watu wakiwa wanaendelea kumtafuta Mungu, na Petro kama kiongozi akiendelea kumtafuta Mungu, na walipatana ya kwamba tutakuwa tunakula shirika, chochote kile ambacho kitauzwa, kama ni kiwanja, mashamba, fedha yake na thamani yake itapelekwa miguuni kwa mitume kama tulivyokubaliana. Lakini huyu ndugu ananiambia sehemu wakaacha nyumbani, alafu akapeleka kiasi miguuni kwa mitume. Roho Mtakatifu akalifunua wazi kwa Petro kwamba tunapomtafuta Mungu na uwezo wake na nguvu zake, huyu Roho Mtakatifu atafunua mambo mbalimbali yaliyofichika. Haleluya, amen. Ngoja nikwambie, juzi wiki ile iliyopita nimeenda kumzika babu yangu, ni mjomba wake na mama yangu. Sasa kwa sisi kule kwetu, mjomba wa mama kama atafariki na wale ndugu zake wa kiume wote wakifariki, mtoto mkubwa wa mtoto wa dada yao, yeye anakuwa baba kwenye familia hizo, na ndivyo nilivyo mimi kwenye familia ile. Kwa yule baba, yeye pia baada ya kufanya kazi zake akawa mchungaji mahali fulani. Lakini mwaka juzi
akaniambia mdogo wangu, Mungu amenionyesha mwaka nitakao kufa. Tunapomtafuta Mungu, Mungu anakuwa wazi sana kwenye maisha yetu katika maeneo mbalimbali. Akamwambia nikamwambia sasa mzee, kwani usimwambia kuongezee muda wa kuishi? Akamwambia dogo, ngoja mwaka utakapokaribia nitamuomba, lakini kama anasema nikapumzike nitafanya nini? Nitakwenda. Akaenda pia alimwambia mke wake, akamwambia mume wangu, bado nakupenda. Ni lini huo mwaka aliyosema? Akamwambia wala sikuambii. Akamwambia basi muombe Mungu akuongezee miaka mingi kuendelea kuishi. Akamwambia sawa, lakini unapokaribia mwaka nitafanya nini? Nitakuwa. Basi ikafika, hatujui. Lakini mwaka huu Mungu akamchukua. Na akaumwa, alikata mawasiliano. Lakini ile siku kabla ya kufa kwake akawa kama amepona kabisa. Mjomba wangu ndio alikuwa pale hospitali. Alikuwa anamuuguza kwa siku 15. Siku ile akawa anamwambia, ambia bwana mdogo, akamwambia nilikuwa napigana na Mungu muda mrefu. Mimi nilikuwa naambia nataka nikae. Lakini akasema muda umefika wende. Kwa hiyo tumekubaliana. Baba amekuja kunichukua. Kwa hiyo nakwenda mbinguni kupumzika. Anamfanyia kwaheri mdogo wangu. Baada ya hapo akapumzika. Yule ndugu yangu ameniambia hakushughulika na macho, hakushughulika na mdomo, maana alipumzika. Akasema mimi kazi yangu ilikuwa ni kunyosha ile nini? Mikono yake. Lakini ukiangalia maisha yake ni mtu aliyeokoka tangu miaka ya 70. Na tangu nimepata umri mimi sijawahi kusikia kashfa yoyote ambayo alikuwa nayo katika maisha yake. Ni mtu ambaye alikuwa anamtafuta Mungu na kumpenda Mungu. Na Mungu alikuwa wazi sana kwake. Jambo lolote ambalo baya na kutokea kwenye familia, yeye alikuwa anatupigia simu ili ya kwamba tuombe. Anambia Mungu amenionyesha 1, 2, 3. Na ndicho hiki tunachokiona kwa Petro. Ya kwamba Petro akiwa amejawa na nguvu za Roho Mtakatifu, kanisa likiendelea kuomba nguvu za Mungu, Mungu akaweka wazi. Na kwa sababu watu wanapenda kuishi maisha yaliyo kinyume na Mungu, yule jamaa akasema hiki ndicho kiasi chenyewe. Mambo mabaya akamkuta. Mke naye anakuja, inawezekana na kikapo chake kama wamama walivyo, inawezekana alikuwa na nywele zake amefanya vizuri, anaweka naenda kwenye ibada, anafika pale anambia, njoo mama, hebu tuambie hiki ndicho kiasi ambacho mliuza kiwanja chenu. Kaambia ndio. Ambia angalia hiyo miguu. Bwana amekwenda kumzika mume wako. Akitufundisha ya kwamba Mungu hataki michanganyo katika maisha yetu ya kiroho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kama upo mpendwa, badilisha maisha yako. Enenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Enenda sawasawa na yeye anavyotaka. Biblia inatuonyesha kwamba baada ya hapo Mungu kufanya mambo ya ajabu, hofu ikaingia katika kanisa. Haleluya! Watu wakabadilika, hofu ya Mungu ikatawala kwenye maisha yao. Tunapomtafuta Mungu na nguvu zake, hofu ya Mungu itatawala kwenye maisha yetu. Hata kama niko mahali fulani, mama hofu hanioni, lakini kuna mtu fulani huko, hata kama amevaaje, hakutanishawishi mimi kumtenda Mungu dhambi. Haleluya! Na ndicho Mungu anachokitaka kwenye maisha yetu, ya kwamba nguvu za Mungu zitutakae, zitusaidie, zitushike, ili tumuone Mungu akionekana kwenye maisha yetu. Sasa tufanye nini? Ili kuna mambo mengi ya kufanya, lakini moja mimi nimeandika, kuishi maisha matakatifu. Unapoishi maisha matakatifu, unaruhusu nguvu za Mungu. Kwamba huyu mtu anaishi maisha matakatifu, maana yake amejitoa wakfu. Anaona ya kwamba mimi tena dunia hii na mambo yake mabaya basi siyataki katika maisha yangu. Ninamtaka Mungu peke yake, ili ya kwamba yeye atawale maisha yangu. Utakavyofanya hivyo kwa kuishi maisha matakatifu, utamwona Mungu, yeye ataonekana katika maisha yako. Lakini pia kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Ni lazima tuwe watu wa maombi, watu wa kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, ili Mungu aonekane kwenye maisha yako. Unaposoma Biblia unaona, hatutasoma muda umeisha sana, lakini katika kitabu kile cha Luka ile sura ya 4
Unapoanzia pale mstari wa kwanza, utamwona mtu mmoja anaitwa Yesu. Huyu Yesu wa Nazareti ambaye kwa asili yeye ni Mungu, alipoamua kuacha enzi za mamlaka kule mbinguni na alipokuja kuzaliwa kwa kama mwanadamu, alijua ya kwamba katika maisha yangu nitakayoishi hapa duniani pasipo kumtafuta Mungu Baba sitaweza kufanya vizuri katika muda utakao hapa duniani. Ukisoma pale utamwona Yesu anachukuliwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani kwa siku 40 kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotoka kule akatoka na nguvu za Mungu na mamlaka ya kimungu ikatembea pamoja na yeye. Mstari wa 18 hiyo ukiendelea, hiyo sura ya 4, alipoingia kwenye sinagogi lao, yule mtu ambaye alipangwa kwa habari ya kuhubiri akampelekea Yesu chochote na Isaya. Akafungua mahali akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwafungua waliofungwa na kuwacha huru waliosetwa, na kuwatangazia mwaka wa Bwana. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ametoka kwenda kumtafuta Mungu na nguvu za Mungu alikuwa nazo kwa ajili ya kuwafungua watu. Ukiwa na nguvu za Mungu, upako wa kimungu utatembea pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio yeye tu, na hata kanisa la kwanza la mitume. Naposoma Matendo ya Mitume ile sura ya 4:23 mpaka 24, utaona kanisa, watu wa Mungu walikuwa wanamtafuta Mungu sana. Walikuwa wanatafuta uwezo wake kwa njia ya maombi. Walikuwa wanatamani Mungu aonekane kwenye maisha yao. Muombe Mungu mpendwa kwenye maisha yako. Mungu aingilie kati. Kama unatamani ndoa yako ipone, ili ipone lazima umtafute Mungu. Kama unataka ujana wako upone, ujana wako lazima umtafute Mungu. Kama unataka uchumi wako uinuliwe, ni lazima umtafute Mungu, maana yupo adui anayezuia uchumi. Kama unataka mambo yako yaende vizuri ya kiroho na kimwili, ni lazima uwe muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini pia njia nyingine ni kusoma neno la Mungu na kuliamini. Unapokuwa msomaji wa neno la Mungu na kuliamini, itakusaidia sana kuwa na nguvu za Mungu. Maana neno la Mungu litakusaidia wewe utakuwa maskini kabisa, hutafanikiwa jambo lolote, lakini neno la Mungu linasema litakuinua kutoka katika mavumbi na kukatisha katika wakuu. Kwa hiyo ile neno la Mungu linakupa nguvu la kusimamia. Ndiye Bwana wewe uliyosema katika neno lako ya kwamba utaniinua katika elimu, katika uchumi, katika maisha yangu. Bwana ninakuhitaji. Kwa hiyo ni lazima tumtafute Mungu, ni lazima tusome neno la Mungu, ni lazima tuliamini, ni lazima tumuombe Mungu ili nguvu za Mungu zitembee katikati ya maisha yetu. Wewe mwenyewe ni shahidi wa maisha yako ya kwamba kwa namna gani una nguvu za Mungu. Wakati mwingine unashindwa hata kuomba, wakati mwingine unatembea maisha ambayo yako kinyume na Mungu, lakini Yesu aliyefufuka yupo ili akupe nguvu zake. Yeye ambaye aliwapa kanisa la kwanza yupo ili akupe na wewe pia, ili ya kwamba nguvu hizo zikusaidie kwenye maisha yako. Naomba usimame pale ulipo. Haleluya. Haleluya. Kwa habari ya maisha yako ya kiroho, kwa habari ya njia zako na mienendo yako, ninahitaji uwezo wako, ninahitaji upako wako utakaoweza kunisaidia mimi kuishi hapa duniani. Kile kikundi cha kusifu na kuabudu, naomba wimbo mmoja, na huwa natamani kile kikundi cha kusifu na kuabudu kiwe kinakaa mabenchi ya mbele hapa. Napenda sana kufanya huduma pamoja na ninyi. Tunapoendelea kumwabudu Mungu, endelea kutafakari maeneo mbalimbali ambayo kwako yalikuwa magumu, kwako ambayo yanasababisha kabisa kuondoa uwepo wa Mungu, yanasababisha kuondoa nguvu za Mungu. Inawezekana ikafika mahali hata hofu ya Mungu ikaondoka, lakini leo jina la Yesu Kristo. Wewe uliyetembea na kanisa la kwanza,
kiu Bwana, kiu ya kukutafuta wewe, wape kiu Bwana ya kutembea katika uwepo wako, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa sababu unatembea juu ya watu wako. Nguvu zako na mamlaka yako itakwenda kutembea pamoja nao, nguvu za uponyaji, nguvu za kuokoa, nguvu za kuishi maisha matakatifu zitatembea juu ya watu wako. Asante Mungu mwema, asante kwa uaminifu wako, maana ninaona watu wako wakitembea katika hofu yako. Maisha ya kujichanganya hayatakuwepo tena katika jina la Yesu, kama vile jinsi ulivyojidhihirisha baada ya kuonyesha kwa makubwa, hofu ikatawala. Yesu, hofu yako ikatawala juu ya maisha ya watu wako, watokapo na waingiapo. Uwezo wako na nguvu zako zitembee pamoja nao katika jina la Yesu. Tupo katika uwepo wa Mungu, tupo katika uwepo wa Mungu. Huko mtu unasema mchungaji, umehubiri kwa habari ya kuhitaji nguvu za Mungu. Mimi nimefika mahali nguvu za Mungu zikawa hamna. Ninatamani hizi nguvu za Mungu ya kwamba zishuke katikati ya maisha yangu, maana yako maeneo fulani nimeshindwa, adui amechezea. Kama unaumwa, tumeona kanisa la kwanza, Mungu alikuwa anajidhihirisha katika mambo mbalimbali kwenye kufikia neno lako, na mimi ninaliamini wewe Yesu uliyetenda katika kanisa la kwanza kwa udhihirisho mkubwa na kwa nguvu zako. Wewe ndiye ambaye unaweza katikati ya maisha yangu. Bwana Yesu, ninakuhitaji, nahitaji nguvu zako, maana kiu inaondoka ndani yangu. Yesu, 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 nahitaji nguvu zako. Roho wako Mtakatifu anijaze na nguvu zake, ili ya kwamba niishi katika maisha ya ushindi, maisha yaliyojawa na nguvu. Naomba tuweke mikono sasa juu ya watu wa Mungu hawa. Mchungaji, naomba tuweke mikono ya watu wa Mungu hawa. Hawa watu wanaumwa baadaye. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ishie milele, Bwana wa falme, kwa ajili ya mambo yanayotokea Baba, tuliomba mwanzo kwa habari ya baraka ya mtoto. Mungu nipenda ye Bwana, lakini baada ya hayo shetani bado anaingia kuharibu maisha yao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunakatika Yesu, adui uliyeharibu ndoa na maisha ya mama huyu, kwa jina la Yesu ninasimama mbele, achia, achia, loweka kwa mamlaka ya jina la Yesu, na achia hukumu ya Mungu ikawa ndani ya baba yule ule aliyekuwa shambani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea, 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 pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Yesu, pokea, 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 pokea. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea, 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 pokea. Kwa jina la Yesu, 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 divorce. Nikaseke leo shamba la Mungu. Katika jina la Yesu, pokea sasa. 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 Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, wape nguvu zako, wape uwezo wako katika jina la Yesu. Pokea uzima, uwe mzima sasa. Magonjwa na udhaifu hauna mamlaka tena, kuanzia sasa uwe mzima katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa uponyaji wako. Asante Yesu
kwa ajili ya nguvu zako juu ya watoto wako. Heshima na utukufu na adhama vyote vitukupa wewe, maana umestahili, katika jina la Yesu. Amen. Na wewe ambaye ulikuwa unafuatilia mahubiri haya kwa njia ya mtandao, aidha Facebook au internet, tumehubiri kwa habari ya nguvu za Mungu. Na hizi nguvu za Mungu hazipatikani kwa kila mtu, bali ni kwa wale tu waliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Inawezekana umetufuatilia lakini bado hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu nifuatilie maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimejigundua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Damu yako Yesu ilimwagika pale msalabani yatosha kabisa kunitakasa. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe. Ninakupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na wewe ambaye umekwisha okoka lakini nguvu za Mungu hazipo, endelea kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, njia ya kuisoma neno la Mungu na kwa njia ya ibada. Katika maisha yako utamuona Mungu. Na kama uko katika maeneo yetu haya Mlandizi, kanisa letu liko hapa karibu na stendi, linaitwa Tanzania Assembly of God. Tuko hapa kila siku, mlango huo unafunguliwa kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Njoo tuwe pamoja na sisi. Lakini kama uko mbali, nenda katika kanisa lolote linalohubiri wokovu, na Mungu akubariki sana.